yangu. Mtumishi wako anaponena habari zako, ninaomba Roho Mtakatifu ukajithibitishe ya kwamba wewe Roho Mtakatifu upo ndani yangu, kwa sababu siku ya leo ninataka kujaa tena. Ninataka wewe Roho Mtakatifu ujae tena tokea ndani yangu hadi unifunike kwa uwepo wako. Asante Mungu Roho Mtakatifu. Ninaomba ufungue masikio yangu ya rohoni na masikio yangu ya mwilini, ili nipate kusikia neno lako katika mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Wote na tuseme amen. Sema amina. Piga makofi yako ya shangwe kwa Bwana Yesu, kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu ambaye tunakwenda kunena habari zake katika mchana wa leo yuko ndani yako. Makofi kwa Bwana Yesu. Wale wote ambao wana uhakika ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yao, wapige makofi kwa ajili yake. Wapige makofi kwa ajili yake, kwa sababu Roho wa uweza, kwa sababu Roho wa nguvu, kwa sababu Roho wa neno yuko ndani yako. Na katika siku ya leo, kwa kadiri ya matamanio ya moyo wako, kwa kadiri ya haja ya moyo wako, unakwenda kujaa tena, unakwenda kujaa tena, unakwenda kujaa tena, unakwenda kujaa tena. Nisikie shangwe na vigelegele. Nataka kusikia vigelegele kwa Mungu Roho Mtakatifu mgeni ndani ya nyumba katika mchana wa leo. Haleluya! Haleluya! Amen. Wakati umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili ya leo ni Jumapili ya kujaa Roho Mtakatifu. Sema kujaa Roho Mtakatifu. Na nataka nikwambie mtu wa Mungu, kwa kiwango utakachofungua moyo wako, kwa sababu huyo Roho Mtakatifu, kwa wale ambao wamekwisha kuokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye yuko ndani yao. Kwa leo ni kufungua moyo wako kwamba ili upate kujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba mtu mmoja mwenye Biblia apewe microphone. Tutaanza kusoma andiko letu la msingi kutoka katika kitabu cha Waefeso. Wakati tumesimama, hii ni heshima kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umesimama, hii ni heshima kwa Mungu Roho Mtakatifu. Ninaomba tafadhali soma andiko letu la msingi. Soma andiko letu kuu kutoka kitabu cha Waefeso katika ile sura ya 13. Utasoma 15, utasoma sura ya 5, utaanzia mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 18. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15, Biblia inasema, ndiyo, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima. Si kama watu wasio na hekima. Bali kama watu wenye hekima. Bali kama watu wenye hekima. Mkiukomboa wakati. Mkiukomboa wakati. Kwa maana zamani hizi. Kwa maana zamani hizi. Ni za uovu. Wote tuseme zamani hizi. Zini za uovu. Au tuseme zama hizi ni za uovu. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Sema tusiwe wajinga. Tusiwe wajinga. Sema nisiwe mjinga. Nisiwe mjinga. Sema nisiwe mjinga. Nisiwe mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo si mtu yoyote anayesema, bali ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo. Tena msilewe kwa mvinyo. Ambamo mna ufisadi. Ambamo mna ufisadi. Bali mjazwe Roho. Bali mjazwe Roho. Sema kujazwa Roho.
Kila mtu aseme jamani, onyesha ushirikiano. Sema kujazwa Roho. Sema bali tujazwe Roho. Amina. Hapo panatosha. Turudi kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungua pamoja nami katika Biblia yako. Tunasimama kwa heshima ya Mungu Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume katika ile sura ya 2. Utasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Biblia inasema, ndiyo, hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Walikuwako wote mahali pamoja. Walikuwepo wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni. Kukaja ghafula kutoka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Uvumi kama uvumi wa upepo. Kwa nguvu ukienda kasi. Kwa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Ukaijaza nyumba yote. Waliokuwa wameketi. Waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi. Kukawatokea ndimi. Zilizogawanyika. Zilizogawanyika. Kama ndimi za moto. Kama ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Na walipokwisha kujaa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Hilo ndilo neno la Mungu. Wote na tuseme amen. Hilo ndilo neno la Mungu. Wote na tuseme amen. Unaweza kukaa sasa, mtu wa Mungu. Kwa dakika chache, nipe dakika chache za uhakika. Ninakwenda kuzungumza kwa habari ya rafiki yangu kipenzi ninayempenda sana. Kabla ya kuja kwa rafiki yangu kipenzi, Mchungaji Emmanuel Manuele, yupo kipenzi changu namba 1, anaitwa Roho Mtakatifu. Na leo ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kupewa neema hii, kusimama kwako wewe, mtu wa thamani sana, ambaye umechaguliwa na Bwana kunena habari za Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunena habari za Mungu Roho Mtakatifu. Na mimi ninafurahi kwa sababu kwa wote ambao wamempokea Yesu, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, yeye Mungu Roho Mtakatifu yuko ndani yao. Sema Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Sema Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema katika kitabu hicho cha Waefeso. Hebu turudi katika kitabu cha Waefeso. Ninaomba Mungu Roho Mtakatifu unisaidie kuongea kwa taratibu, ili kwamba kila mmoja akupe heshima katika mchana huu wa leo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Enendeni mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni zama za uovu. Kwamba watu wa Mungu hatupaswi kuwa wajinga, bali tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Wapendwa, nataka nizungumze kidogo hapa. Wote tunaelewa kabisa ya kwamba zama ambazo tunaishi ni zama za uovu. Na Biblia inasema lakini lazima tuwe na hekima. Tuangalie tunavyoenenda. Zama zetu tunazoishi ni zama za uovu. Sema zama za uovu. Maana yake tunaishi ndani ya dimbwi la uovu. Ndani ya dunia sasa hivi umejaa uovu wa kila aina. Yaani wanadamu kufanya mambo maovu imekuwa kama ndiyo sifa. Kufanya mambo mabaya yamekuwa ndiyo sifa. Kwenye mitandao mambo ya ajabu yanaonekana. Mambo ya ajabu tunayasikia. Kanisa, tunaishi katika zama za uovu. Kwenye eneo lako la biashara
Kuna mambo mengi maovu yanatokea shuleni ambako wanao wanasoma, hao ambako mwenyewe unasoma. Kuna mambo mengi mabaya yanaendelea. Wapendwa, zama tunazoishi ni zama za uovu, na ndio maana Biblia imesema ni lazima tuwe na hekima tukaukomboa wakati. Na kama basi tusilewe kwa mvinyo ambamo ndani yake kuna ufisadi, kuna mambo mengi yanafanyika, kuna vitu vingi. Tusilewe na hivyo vitu viovu, tusilewe na hayo mambo mabaya, lakini tukajawe na Roho Mtakatifu. Wapendwa, nataka niwaambie, zama hizi ili kanisa tuishi maisha ya ushindi ni lazima ujae Roho. Wewe unayefanya kazi sokoni, ni lazima ujae Roho. Ni lazima ujae Roho Mtakatifu. Wewe ulioko shuleni, ni lazima ujae Roho. Ninapozungumza kwa habari ya kujaa Roho Mtakatifu, ninamaanisha kwamba Roho Mtakatifu uko naye ndani yako, lakini huyo Roho Mtakatifu anatakiwa ajae hadi aje juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujae mpaka ufurike. Maana yake nini? Unatakiwa kuishi ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Roho Mtakatifu anatakiwa akufunike kama vazi. Tena vazi lenyewe unajua linakufunika kutoka kichwani, anajaa tokea ndani, anakufunika hadi juu. Bwana asifiwe sana. Utanielewa tu, sema, mwambie jina lako, utamuelewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kama utanielewa, maana yake wewe utakuwa hatarini. Utakuwa hatarini. Biblia inasema ya kwamba huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu alitabiriwa katika kitabu cha Yoeli ya kwamba katika siku za mwisho Roho atamiminwa. Haleluya. Katika hizi siku za mwisho Roho Mtakatifu atamiminwa juu ya wote wenye mwili. Sio juu ya mitume, sio juu ya wachungaji, sio juu ya walimu, ni juu ya wote wenye mwili, wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee. Roho Mtakatifu atamiminwa. Bwana asifiwe sana. Atamiminajwe sasa? Mimi nakwambia hivi, maandiko yamesema atafanya nini? Atamiminwa mwanangu. Haleluya. Na atakapomiminwa kila mmoja atajaa. Na maandiko yanavyosema au Mungu anavyosema, ana maana watu wa Mungu. Kila mtu aliyeokoka anatakiwa ajae Roho Mtakatifu. Hata kama unanena kwa lugha, lazima uendelee kujaa na kujaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama usipojaa, wewe utakumbwa na dunia. Mafuriko ya dunia yatakubeba. Bwana asifiwe. Punga mkono wako kama unanielewa. Nasema kama utajaa Roho Mtakatifu, utasombwa na dunia. Wanaosombwa na dunia ni wale wasiojaa Roho Mtakatifu. Lakini ambao wamejaa Roho Mtakatifu wako salama. Bwana asifiwe. Ni dunia gani uzinzi na uasherati unafanywa hadharani? Ni dunia tulionayo. Ni dunia gani ambayo maovu yanafanyika hadharani? Ni dunia tulionayo sasa hivi. Kanisa litaponaje? Nasema kanisa litaponaje? Kanisa litapona kwa kujaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa litapona kwa kujaa Roho Mtakatifu. Biblia inasema Yesu alisema habari zake, akasema, sikilizeni
mimi sitawaacheni yatima. Ninakwenda ndio, lakini atakuja huyo Roho. Ni afadhali mimi niondoke ili Roho aje. Wapendwa, tumeachwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Wapendwa, yuko Roho Mtakatifu, yuko ndani yetu. Yesu akasema ni vizuri mimi niende ili huyo mwalimu aje, ili huyo msaidizi aje, ili huyo mfariji aje, ili huyo kiongozi aje waongoze. Mimi naona ni vyema mimi niondoke ili huyu Roho Mtakatifu aje, kwa sababu nyakati mtakazoishi huyo Roho Mtakatifu anahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Roho Mtakatifu anahitajika. Hata alipofufuka akawaambia msitoke. Jamani, msitoke, yeyote asitoke, kaeni humu ndani mpaka atakapokuja huyo Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kutoka kama hujajaa Roho. Hauwezi kwenda sokoni kama hujajaa Roho. Hauwezi kufanya biashara sokoni kama hujajaa Roho wewe. Chuma ulete takubeba mchana kweupe. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanafanya biashara sokoni hapa? Msitoke mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Luka, bado hapo tuko kwenye utangulizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana nikisema Bwana asifiwe usema amina, kwa sababu hapa umsifu yoyote unamsifu Bwana Yesu. Haleluya. Na mimi namtaja Yesu. Haleluya. Kwa hiyo nikisema Bwana Yesu asifiwe wewe sema amina. Unaamini ya kwamba anastahili kusifiwa? Sema amina. Kitabu cha Luka katika ile sura 24 anasema, tazama na waleteeni juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia msitoke, kaeni humo ndani. Wewe mbona unatoka? Kwa nini unatoka? Unatoka wakati hujajaa Roho. Ndio maana siku 2-3 tunakusikia umeanguka kwenye dhambi. Ni kwa sababu hujajaa Roho. Kanisa, hakuna mtu aliyejaa Roho akaanguka kwenye dhambi. Leo tunasema hivi, ukajae tena Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe akasema msitoke jamani mpaka mvikwe uweza. Haleluya. Mpaka mvike uweza. Nataka nisome andiko kutoka katika kile kitabu hicho cha Luka. Sema amina. Sema amina. Andiko nalisoma kitabu cha Luka. Ni habari unayoijua. Luka 1. Nitasoma kuanzia mstari wa 26. Lakini hapo na utafuta mstari wa 35 tu. Na utafuta mstari wa 35. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo aliitwa Mariamu. Akaingia nyumbani mwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ya kwamba umepewa neema. Hakupewa tu Bikira Mariamu, hata mimi na wewe tumepewa hiyo salamu. Sema amina. Tumeokolewa kwa neema. Sema amina. Akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe.
naye akafadhaika moyoni, asema salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Aliyepata neema kwa Mungu si Mariamu tu peke yake, hata mimi na wewe tumepata neema kwa Mungu. Sema nimepata neema kwa Mungu. Ndio maana umeokoka, kwa sababu umepata neema. Umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba. Wanasema sasa mchungaji anasema nini hapa? Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, mwana wa aliye juu, na Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi babaye. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele na milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akamwambia malaika. Sema Mariamu akamwambia malaika. Sema tena Mariamu akamwambia malaika. Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana mimi sijui nani. Itakuwaje malaika? Kumeniambia mimi nitabeba mimba, nitazaa mtoto, na mimi nimeposwa tu na Yusufu, wala bado hatujawa mume na mke, kusema kwamba tutazaa mtoto. Neno hili litakuwaje malaika? Naomba malaika uniambie. Naomba malaika uniambie neno hili litakuwaje? Mbona ni jambo lisilowezekana. Mimi nitazaaje mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili litakuwaje? Litakuwaje? Mimi najua hapa kuna watu wengi ambao mna maswali hayo. Punga mkono wako. Sema jambo hili litakuwaje? Jambo hili litakuwaje? Maana malaika anakuja kwetu hapa mara kwa mara, anasema mama Chibaya, umepata neema machoni pa Bwana, utakuwa bilionea wewe. Na unasema jambo hili litakuwaje? Jambo hili litakuwaje? Wangapi wana maswali ya wanyoshe mikono? Kuna jambo lako unasema jambo hili litakuwaje? Mimi hapa litakuwaje? Ni nani asemaye neno nalo likafanyika, ikiwa Bwana kuliagiza? Kila neno toka kwa Bwana lazima litimie. Nasema lazima litimie. Hata kama wewe unajiuliza ya kwamba jambo hili litakuwaje, kwa nini Mungu amesema hivi? Hili jambo litakuwaje? Ninayo habari njema kwako. Haleluya. Ninayo habari njema. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Ningekuwa ni mimi ni wewe, ningesimama nikasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unasema jambo hili litakuwaje? Bwana amesema umepata neema machoni pake, utanyanyuka, utakuwa mtu mkuu. Unasema jambo hili litakuwaje? Litakuwaje? Kweli mimi nitakuwa mtu mkuu? Mimi hapa shule sijaenda, ninakuwaje mtu mkuu? Hapa kwenye kula yangu ni ya kuunga. Mnakula mlo huu mmoja, hala Bwana anasema mimi nakunyanyua, utakuwa bilionea wewe, utakuwa bilionea wewe. Unasema jambo hili litakuwaje? Lakini malaika anasema, analeta
kupata majibu ya maswali yako leo. Anasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Atakuja juu yako. Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Sio kwamba ni wewe mwenyewe, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Roho Mtakatifu anakuja juu yako. Anatokea ndani, anakuja juu yako. Watu wazito sana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena hawana maswali hawa. Hawana maswali hawa. Wako wachache wenye maswali. Kwamba jambo hili litakuaje? Nimeambiwa mimi nitakuwa mwimbaji mkubwa. Nimeambiwa mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Jambo hili litakuaje? 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 Nasema Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Haleluya. Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Ndivyo Bikira Mariamu alivyoambiwa. Wewe ngoja nikwambie. Ameambiwa Yesu atazaliwa. Yaani utabeba mimba. Unabeba mimba ya mtu mkubwa. Wangapi wana mimba hapa? Unajua watu hawana mimba hapa. Hawana maono. Watu hawana maono hapa. Kama una maono utakufa wewe. Kwa sababu kama una maono utakufa. Uwe na maono. Hiyo ndio mimba hiyo. Umepata neema. Bwana amekubebesha mimba. Unasema nitabebaje? Anasema Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Asante Roho Mtakatifu. Mimi sina wasiwasi kabisa. Malaika akamjibu. Akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Niseme jambo lingine? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Paka sauti zitoshe. Niseme nisiseme? Wewe lazima umpambe Roho Mtakatifu Bwana. Haleluya. Lazima umpambe wewe. Bwana asifiwe sana. Kama unataka kitu kwa Roho Mtakatifu lazima umpambe. Na mimi hapa ni mpambe wa Roho Mtakatifu mimi. Anasema Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu kitakachozaliwa ni kitakatifu. Haleluya. Nataka nikwambie kitakachozaliwa ni kitakatifu. Roho Mtakatifu akija juu yako, kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu. Kitakachozaliwa sio kitu cha kawaida. Huduma itakayozaliwa ni huduma takatifu. Biashara itakayozaliwa ni biashara takatifu. Miradi itakayozaliwa ni miradi mitakatifu. Kitakachozaliwa ni kitakatifu. Watu wengi hapa hawaelewi hapa. Malaika alimwambia hizo nguvu zitakuja, zitakufunika. Utafunikwa kama kivuli. Na yeye Yesu alishawaambia ya kwamba msitoke mpaka mvikwe uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja nikwambie, mimi niliendelea kutafakari. Nikasema huyo Roho Mtakatifu anakuja juu yako. Anakufunika. Ni vazi linalotoka juu. Unafunikwa kama chini. Tena unafunikwa na nini?
unafunikwa na nguvu za Mungu. Yani Roho Mtakatifu akikujilia juu yako, umefunikwa na nguvu za Mungu. Haleluya! Itakuwaje ukifunikwa na nguvu za Mungu? Maana yake ukitembea ukakuta lango limefungwa na wewe Roho Mtakatifu amekufunika na nguvu zake zimekufunika. Kikuta lango limefungwa, linafunguka lenyewe. Lango linafunguka lenyewe. Wewe unahangaika sana wewe. Lango lifunguke lenyewe. Unahangaika sana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwenye maombi huko na huko, unapoteza sadaka zako. Ngoja nikwambie, lifahamu kweli, na hiyo kweli itakuweka huru wewe. Kweli itakuweka huru. Hivi wewe kweli mpendwa, umejaa Roho, umefunikwa, wenzako wakipita milango inafunguka yenyewe. Nasema leo ujae Roho ili milango ifunguka yenyewe. Milango itafunguka yenyewe. Epunga mkono wako. Wewe unaamini? Anasema ya kwamba mkishavikwa uweza utakufunika. Kitakachozaliwa ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hapa niliposoma mchungaji, mimi niliona kama nimesoma andiko jipya. Nikasema kumbe nikifunikwa na Roho Mtakatifu, kila cha kwangu kitakachozaliwa kitakuwa ni kitakatifu. Yani kama ni biashara itakuwa ni nini? Kama ni miradi itakuwa nini? Yani kama ni watoto watakuwa nini? Kama ni mke atakuwa nini? Kama ni mme atakuwa nini? Ngoja wewe huelewi sana wewe. Unajua kuwa mtakatifu maana yake ni kuwa likubwa, la kutisha, la kuogofya. Sasa mimi nataka kusema na mtu. Wewe mkono waza hili jambo litakuwaje? Mungu anasema bwana, sisi hapo tutainuka. Chemchemi za uzima tunafika watu 25,000. Wengine wanasema litakuwaje jambo hili? Mimi nasema hivi, Roho Bwana atakuja juu ya chemchemi za uzima, na kitakachozaliwa ni kitakatifu. Wewe acha mchezo. Roho Bwana atakuja juu yetu na lazima watu waje hapa. Haleluya. Wewe sikiliza, muombe Mungu usife. Muombe Mungu usife mapema ili ushuhudie ukuu wa chemchemi za uzima. Roho Mtakatifu anakuja juu ya chemchemi za uzima. Huduma tutakayoiendesha mwaka huu ni huduma takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Epunga mkono wako. Sema, Roho Mtakatifu, njoo juu yangu na uweza wako ukapate kuwa juu yangu. Wewe ni jitu la kutisha. Makofi kwa Mungu. Roho Mtakatifu. Rakantari ya basika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, hapa kuna majitu hapa. Majitu ambao wanatembea ndani ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu wenyewe amewafunika. Yani bila shindwa hata kuelewa jamani. Yani unajua ufunikwa na Roho Mtakatifu
yanasema Yesu ni Bwana. Hautapata shida kukemea mapepo. Ukikaa karibu nayo tu, yatafanya tu hivi, halafu yataachia njia. Watu wachache sana wanaelewa hapa. Angalau hata 2 watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akinielewa hata 2 watatu. Bwana asifiwe. Kuna watu wanajiuliza sana hapa ya kwamba jambo hili litakuaje. Haleluya. Wewe usishangae mgauni huu. Bwana asifiwe sana. Pokea neno. Bwana asifiwe. Hayo ni majonjo ya wahubiri wa nyakati za nene za mwisho. Haleluya. Lakini nakwambia utajaa na Roho Mtakatifu atakufunika na nguvu zake aliyo juu zitakufunika. Mambo yako ya mwaka huu yatanyoka hivi. Ngoja nisikie. Watu wataanza kushangaa. Hivi ni huyo Mama Chibaya au ni mwingine? Ni yeye kweli? Nyie acheni utani nyie. Nyie mtamwona Mama Chibaya anakuja hapa na kanini kale kadogodogo kale ka IST kake, si ndio? Haleluya. Mtacheka hadi mzimie nyie. Haleluya. Tutasema kweli ni Mama Chibaya huyu au ni mwingine huyu? Lakini atasema ni mimi. Roho Mtakatifu amenijilia juu yangu, amenifunika na nguvu zake aliyo juu zimenifunika. Kama unaamini anasema amina. Tunataka watu waje wametoa ushuhuda hapa. Bwana asifiwe sana. Na mimi nasema kitakachozaliwa kwako ni kitakatifu. Ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana shauku kubwa ya kusafiri kwenda nje ya nchi? Bwana Yesu asifiwe. Unasema nitaendaje nje ya nchi mimi? Unasema nitaendaje? Lakini mimi nataka kusema Roho Mtakatifu anakujilia juu yako na nguvu zake aliyo juu zinakufunika, na lazima uende nje ya nchi kama ambavyo unatamani. Tunataka watu walete ushuhuda hapa. Wale wanaosema ni kawaida tu ya wahubiri wenye kuvaa magauni marefu watabakia kama walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachozaliwa ni, tunazungumza kwa habari ya kujaa nini? Kujaa Roho. Kwamba Roho Mtakatifu anafurika tokea ndani, anakufunika. Na anapokufunika hakufuniki patupu, anakufunika na nguvu zake. Haleluya. Ndio maana akasema mtapokea nguvu akisha kuajilieni juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa wakina nani? Mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu kote, mataifa yote. Mtapokea hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya kujaa tena. Leo ni siku ya kujaa tena. Rakantaria basika. Leo lazima tujae tena. Nataka nizungumze mambo machache. Sasa unaweza kutulia unisikilize. Kama umepata neno lako, basi tembea nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Roho Mtakatifu akikufunika, tunaona namba 1, unapokea nguvu. Unapokea nguvu. Roho Mtakatifu akijaa ndani yako, unapokea nguvu. Sema nguvu. Sema uweza. Sema nguvu. Hii ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 na Luka 1:35. Lakini nataka nikwambie, ukijaa Roho Mtakatifu pia utakuwa na ujasiri. Sema ujasiri. Sema ujasiri. Matendo ya Mitume 2:14 hadi 40. Unazungumza habari za mtumishi wa Mungu. Ngoja tuangalie hapa kidogo.
kwa wale wanaopenda kuandika kwamba ukijaa Roho, namba 1, utapokea nguvu, utapokea uweza, utatembea ukiwa na nguvu ya Mungu, na mambo mengi makubwa yatafanyika kwenye maisha yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume katika ile sura ya 2, ni baada ya wanafunzi wa Yesu Kristo kujazwa Roho Mtakatifu. Hao wengine walikuwa wamejaa hofu sana, kama wakina Petro walikuwa na hofu. Si unajua Petro alimkana hata Yesu. Alisema mimi nitasimama nitakutetea Yesu, lakini alimkana mara 3. Lakini neno la Mungu linasema alipojaa Roho Mtakatifu, Petro akawa na ujasiri mkubwa. Kwa hiyo ukijaa Roho Mtakatifu utakuwa na ujasiri. Akasimama akaongea. Huyo aliyekuwa na hofu na mashaka, huyo aliyekuwa na woga, akasimama kwa ujasiri akasema, sikilizeni nyinyi, msifikiri sisi tumeelewa Bwana. Haya ni mambo yale yaliyotabiriwa kwamba Roho atamiminwa. Nyie asubuhi sisi tumeelewa tokea wapi? Tumejaa Roho, ndio maana mnatusikia tunanena kwa lugha za kwenu. Sisi tumejaa Roho. Neno la unabii limetimia. Ni habari za Roho aliyetabiriwa, ni habari za Yesu. Akaanza kuhubiria. Yeye alikuwa na hofu, akasimama katikati ya watu waliokuwa na macho mekundu, akaanza kuhubiria. Nasema ukijaa Roho utafika mahali popote pale. Yes, utaingia mahali popote pale, hutaogopa. Hata kule wanakochinja watu utaenda, kwa sababu umejaa Roho. Petro mwenyewe akajaa Roho, hakuogopa ya kwamba wanaweza kanitupia mawe hao. Akawahubiria habari za Yesu. Wakasema, ndugu yetu tufanye nini? Ukijaa Roho utakwenda sokoni kuhubiri habari za Yesu, utakwenda mitaani kuhubiri habari za Yesu, utakuwa na ujasiri. Mchungaji anasema kwa wakati mwingine anakuja na Biblia yake ameificha, lakini ukijaa Roho utapenda uone Biblia lako kubwa namna hii. Hapo Biblia ile nzito jamani. Ndo umejaa nini? Bwana asifiwe sana. Kila mtu atafute Biblia lake kubwa kama hili. Unatembea nalo kwenye daladala, umepanda nalo, wanakuuliza mwenzetu ni nini hilo? Unasema Yesu ni Bwana, anawapenda, anataka muokoke. Utakuwa na ujasiri, hautaficha Biblia yako, utaibeba hadharani, utatangaza hadharani ya kwamba mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka wakati bado nafanya kazi, nilikuwa na Biblia yangu pale ofisini. Wengine hapa wafanya kazi hawana hata Biblia kwenye ofisi zao. Nilikuwa na Biblia langu, nimeliweka pale. Mimi nasoma tu kwa kung'ang'aniza. Wewe lakini usijaribu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia langu. Bwana asifiwe sana. Nani una ujasiri? Ni Biblia jamani. Usijali. Hapa nimeshaweka hapa. Ponga mkono wako. Bwana asifiwe. Mchungaji, watu wamejaa hofu kwa sababu hawajajaa Roho. Lakini mtu anayejaa Roho anaingia mahali popote pale, kwa sababu ndani yake ana ujasiri. Anapeleka habari za Yesu, wala hamuonei aibu Yesu, wala haogopi kwamba atachinjwa. Mnatuchelewesha nyie. Punga mkono wako. Leo lazima mjae Roho. Ninakwambia hivi, leo lazima mjae Roho. Mtake msitake, mtajaa Roho leo. Haleluya! Watu wajae Roho ili waende mochwari. Wanachelewesha kwenda kufufua maiti. Wewe, sisi hatuendi kufufua maiti. Wewe ndio unatakiwa ukafufua maiti. Sema amina. Yaani wameshaogopa ukitaja maiti tu. Wameshafanya nini? Wameshaogopa. Bwana Yesu.
Funga mkono wako. Mimi nasema hivi, uwe na ujasiri, nenda ukafufue maiti. Mchungaji, kwanza kufufua, mchungaji alisema ni ngumu sana kufufua maiti. Hamna, sisi hatujajaa roho ipasavyo. Yaani kufufua maiti ni rahisi zaidi ya kumwombea mgonjwa wa kichwa. Wanasema, wewe mchungaji unasema nini wewe? Unasema nini? Kuna maiti hapa. Nasema inuke kwa jina la Yesu. Angekuwepo wapendwa leo angeinuka. Nasema leo lazima angeinuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana nimejaa roho hapa. Nimejaa roho. Au yuko jirani yako hapa? Nasema maiti ifufuke kwa jina la Yesu. Unakuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa na ujasiri kwa sababu alijaa nini? Roho. Lakini pia ukijaa roho utakuwa na uwezo wa kustahimili mateso. Jamani, huu ufalme sio walele mama. Yaani hatuendi kiwepesi wepesi. Ukijaa roho utastahimili mateso. Matendo ya Mitume 6:7-14. Halafu usome Matendo ya Mitume 6:54-60. Kuna kijana mmoja alijaa roho sana, anaitwa Stefano. Sema Stefano. Stefano alijaa roho. Akawa yani anahubiri, mimi nakwambia anahubiri. Stefano alikuwa na uweza. Ukiongelea Matendo ya Mitume 6 katika ule mstari anasema Stefano akijaa roho na uwezo. Imefika kwa nimechukua mstari mwingine. Ngoja niangalia. 54 ni sura ya 7. Ile ya pili ni sura ya 7. Mstari wa 50 anasema basi waliposikia maneno hayo. Stefano sura ya 6 mstari wa 8. Anasema Stefano akijaa neema na uweza alikuwa anafanya maajabu na ishara kubwa kwa watu. Lakini watu wa sinagogi walioitwa sinagogi la Mahuru na wa Kirene na la wa Iskanderia na wale wa Kirikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Stefano alikuwa amejaa roho. Walikuwa wanashindana naye hawamuwezi. Ukisoma pale sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 14. Haya, sura ya 7 mstari wa 54. Wasema basi waliposikia maneno hayo wakachomwa mioyo, wakamsagia meno, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Tumeona huyu ni nani? Ni Stefano. Biblia inasema yeye akijaa Roho Mtakatifu. Yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama naona mbingu zinafunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi. Akisha kusema hayo akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaa roho utastahimili mateso. Tunasikia habari za mwanafunzi shujaa Stefano. Walikuwa anahubiri kweli kweli, walishindana naye, na hata siku hiyo akiwa amejaa roho wakaanza kumtupia mawe. Stefano akanyosha tu mikono yake, akaona kule, akaona mbingu zimefunguka. Akasema, Baba usiwahesabie dhambi yoyote. Amepiga magoti, anapigwa mawe.
Yesu Kristo hadi akakata roho. Ukijaa roho utastahimili mateso. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako. Wewe jambo dogo tu hapa tayari, mimi bwana wamenichosha kweli. Nini umejaa roho wewe? Hujajaa roho. Mwambie jirani yako umejaa roho kweli. Mtu amekukanyaga tu basi unaacha kuja kanisani. Tumejaa roho wewe. Wenzako walipigwa kwa mawe hadi wakafa kwa sababu ya Yesu Kristo. Nasema kama utajaa roho utaweza kustahimili jambo lolote ambalo linakuja kwenye maisha yako. Kama mateso, ukijaa roho utastahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watashangaa. Yaani huyu naye kapita hapo jamani. Kamepita kweli. Ukimwona mtu kashindwa kupita mahali, ukimwona mtu kashindwa jambo fulani, ujue hakuwahi kujaa nini? Roho. Lakini wenzako tuliojaa roho, hata nakwambia tukutane na magumu namna gani. Hata ukifika mchungaji ameanza, wewe sasa unahubiri nini? Hebu shuka chini kwa kakae pale, unaleta kiwingu hapo. Lakini stoki naendelea kukaa hapo hapo, nimejaa roho. Haleluya! Haleluya! Wewe punga mkono wako hapo, usiniangalie kama hujaniona. Watu waliojaa roho ni majitu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani, mimi nimejaa roho. Hata nikishushwa madhabahuni, asubuhi yake kesho na mapema nimepanda madhabahuni, ninanyosha mikono, ninasema Yesu ni Bwana. Watu hawajajaa roho hapa. Wewe ukimwona mtu anakwazika tu, niseme nisiseme, kipimo unacho cha kujua huyo hajajaa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nimejaa roho, na leo nimehubiri nikaambiwa hivi, bwana ulichafua hali ya hewa, hutasimama tena madhabahuni. Nimesema Yesu ni Bwana. Naendelea kung'ang'ania nini? Wewe umri huu, mchungaji wangu alikuwa anasema ukiona nyani mzee ujue kashikepa mishale mingi. Sema amina. Wewe umri huu wenzako tumepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usilete mchezo. Hakisha umejaa roho wewe. La sivyo utahesabu makanisa wewe. Utatoka hapa utaenda kwingine. Ukifika kule utakutana nao. Maana mtihani wako hapa kwanza ulifeli. Haleluya! Mwambie jirani, kaa hapa. Hata kama umerudia darasa, mpaka upasi mtihani wako. Unafikiri ukitoka hapa kule utapata mtihani? Wewe lazima utakutana na mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu kama ulikuwa uingie darasa la 5 unarudishwa darasa la 1. Sema ndio. Utarudishwa darasa la ngapi? Kwa sababu hujashinda mtihani. Unapotuona hapa sisi wenzako tulishindwa nini? Tulishinda mtihani. Bwana asifiwe sana. Na huwezi kushinda mtihani kama hujajaa roho. Sema amina. Leo lazima ujae roho. Haleluya. Nasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti mimi naondoka kwa sababu kila saa wanasema sadaka, sema la sadaka ya ujenzi. Basi kwani ukienda huko hakuna sadaka? Wewe niseme. Wewe unakwazika kutoa sadaka kwa sababu huna hela. Ndio. Una hela. Wana hela wanatafuta pa kuzipeleka. Haleluya! Mchungaji simama. Hebu simama pale mchungaji. Punga mkono wako. Mchungaji aliniambia hivi, mimi bwana nataka tukidude fulani kidogo tu hivi hapa, cha kwenda kuhubiria kule. Sasa hili nalo ni swala jamani. Si mtu mmoja tu anamnunulia hapa. Mwenye hela. Nani anasema mimi namnunulia mchungaji ili kidude chenye kwani tulikinunua shilingi ngapi siku ile? 140,000. Kwani 140,000 jamani kweli? Mpaka mchungaji anasema tutafikiria baada. Ulisema ibada ya kwanza? Anasema niwe anashikilia.
Hamna mchungaji ana mbwembwe hapa. Acha bwana mchungaji, hizo ni mbwembwe. Haleluya, amen. Achilia, haina shida. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji endelea kusimama mpaka atakapotokea mtu, labda mwenzako wa jirani hapa, mzee Mandala anasema akikunongoneza kwamba atakununulia, basi ndio ukae chini, lakini la sivyo endelea kusimama. Akikunongoneza tukamwambia nitakununulia hichi kinanisha kuhubiria, au yoyote hapa akinongoneza tu kwamba nitakununulia, basi utakaa chini. Tunaendelea. Jamani, mchungaji aendelee kukaa mpaka mtu ajitokeze hapa aseme mimi kile kinanicha kuhubiria nitafanya nini? Nitakununulia. Tunaendelea. Bwana asifiwe. Ukijaa roho utastahimili nini? Mateso. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ukijaa roho utatumika kwa vipawa na karama. Ni Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka 11. Jamani, mchungaji bado amesimama tu hapa jamani. Jamani. Ni vipawa na karama. Utaenda kusoma nyumbani. Lakini pia ukijaa roho utakuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Na huo ni utakatifu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu cha Wagalatia 5:22. Ukijaa roho utakuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Maana maisha yako yatakuwa ni matakatifu. Lakini ukisha kujaa roho, ili uendelee kujaa, nina hoja kama 4 hivi. Hoja namba 1, dumu katika neno la Mungu. Ukidumu katika neno la Mungu utaendelea kujaa roho. Maana yake ni kusoma. Mchungaji bado amesimama tu jamani. Watu wana roho ngumu jamani. Sema machibaya, tunasema mtu mmoja tu aseme mchungaji nakununulia, sasa na wewe. Umefanya? Kwa yule mtu mmoja ameshaongea naye? Okay, basi tuendelee. Ukijaa roho, ili kwamba uendelee kujaa, udumu katika kusoma, kutafakari na hata uendelee kusikiliza neno la Mungu. Lakini namba 2, ili uendelee kujaa roho, uwe mtu wa maombi. Matendo 4:31. Namba 3, uwe mtu wa kusifu na kuabudu. Na pia uwe mtu wa kushukuru. Hii utaiona katika Wakolosai 3:16 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mama Chibaya amesema anampatia 100,000. Si ndio Mama Chibaya? Hapa hakuna mtu mwingine anataka kuungana na Mama Chibaya. Huko wenzangu huko. Mchungaji anataka kile kidogo tu kile. Kina gharimu 200,000 tu. Na ile stand yake si ndio shingefu? Na ile stand. Unataka na stand? Utaki stand? Anataka kile tu ni 200,000. Yaani kile kinanichenyecha kuhubiria ni 200,000. Mama Kibaya, lini unaleta? Mwisho wa mwezi? Ushasema? Basi mimi nitaongezea hapa, tusimame. Naomba tusimame tafadhali. Randoria makore amo. Rakantaria ba. Rendoria ba. Rakantaria ba. Nyosha mikono yako miwili juu. Randoria makore amo.